Hello, wapendwa watazamaji wa Amanya Media. Kuna taharuki kubwa kwenye taifa kuu la Tanzania. Na kuna hatari ambayo inalikodolea macho. Nami niliwahi kuambia mara si moja na nikakuambia kama uko Tanzania na uliona sehemu ambayo ulikuwa kumeshuhudiwa migogoro, you must be very careful. Nilikuwa naona hili ninapowaambia. Jeshi la polisi nchini Tanzania wameweza kutoa habari kuwa siku ya jana Jumapili wameweza kumkamata mwanajeshi wa Amerika. Huyu mwanajeshi ako na uraia wa Kenya na pia ako na uraia wa nchi ya Amerika. Naye ni mwanajeshi wa Amerika. Amekamatwa akiwa amepepa mabomu manne. Na kulingana na ile ripoti ambayo imeweza kutolewa na jeshi la polisi katika nchi ya Tanzania, wamesema hizo bomu ambazo alikuwa amepepa ni hatari. Na hata kama angeomba kuingia naso, maana ni mwanajeshi, anaweza akasema nilikuwa tu naso just kwa sababu ya mambo yangu hapa na pale, hawezi kukubaliwa kuingia naso katika nchi ya Tanzania. Kumbuka, sasa hivi Tanzania imetoka katika wimbi la majonzi. Tanzania imetoka katika giza ambayo ilikuwa imetanda hapo kuanzia tarehe 29 kwa sababu ya maandamano. Bado hilo joto bado halijabumua, halijatulia, maana kuna maandamano mengine ambayo yamepangwa tarehe 9 Disemba. Sasa hapa ndio kunaingilia hatari. Maswali yanakuwa mengi kuliko majibu. Mwanajeshi wa Amerika anaingia nchini Tanzania akiwa amepepa mabomu. Alikuwa anayapeleka wapi? Kitu ya kwanza, mahali alikuwa anayapeleka. Why? Kwa nini anaingia nchini Tanzania wakati kama huu ambao taifa la Tanzania liko katika hali ya msukosuko? Ni nini kile ambacho kinaendelea? Na kualika mpenzi mtazamaji wa Amanya Media, kaa pamoja na mimi mpaka mwisho wa hii video. Naenda kukuonyesha secret ni kwa nini haya yote yakaweza kufanyika na ni mipango gani ambayo iko kwa taifa la Tanzania. Basi, bila kupoteza muda wako, tuingie hapo moja kwa moja. Lakini kabla tujaingia kwenye hiyo video, naomba uweze kusubscribe kwenye YouTube channel. Alafu weka like kwa hii video ili hii video iweze kufikia watu wengi, waweza kupata elimu, angalau mtu anaweza kujua anaweza kujilinda vipi. Manake inaonekana ni kama kuna hali ya hatari ambayo bado inakodolea macho taifa la Tanzania. Moja kwa moja tuangalie ile ujumbe ambayo imeweza kuandikwa na kuchapishwa na jeshi la polisi. Sitaki kukusomea yote, ile nataka kukupatia tu details ambazo wameweza kupatiana saa huyu mwanajeshi. Wamesema kama vile nimekwisha kukuambia, huyu mwanajeshi ni wa taifa la Amerika, lakini ako na uraia nchini Kenya na bado ako na uraia nchini Amerika. Is a dual citizen. So amekamatwa akiwa anatoka Kenya akiingia Tanzania. Naye alikuwa na gari yake ya KDP 502Y. Ukisikiliza hiyo gari iko na usajili wa nchini Kenya. Halafu yale mabomu ambayo ameweza kuingia nayo nchini Tanzania ni aina ya CSM68. Ni mabomu ya kurushwa, lakini ni mabomu hatari. Nasema hatari kwa sababu kama tarehe 29 kulikuwa na hatari na ilikuwa ni risasi. Risasi ndio imepiga watu, kukawa na ile hatari kubwa ambayo tumeweza kuiona. Mimi ninajaribu kufikiria tu, what if haya mabomu yalikuwa yamepelekwa huko ili yakuje kutumika tarehe 9? What would have happened? Nikiwa nimefika hapo, ninashukuru jeshi la Tanzania kwa sababu ya kugundua silaha kama hizi. Hizi ni silaha nyingine mbaya sana. Maana bomu kama hii ikirushwa haitaenda kuharibu kama risasi tu, unaweza ukashuti ukaua mtu mmoja. Bomu kama hii ukirusha moja inaua watu kadhaa
na inaharibu, kama ni machumba inaharibu machumba kadhaa. Very dangerous. Ndio mimi naangalia hivi, ukijaribu kuangalia historia ya taifa la Marekani, kwanza sasa hivi kuna vita kali ambayo inaendelea Sudani. Na ukijaribu kuangalia hiyo vita ambayo inaendelea huko, ukijaribu kutathmini kwa undani, unapata hizi nchi za nje kama vile Marekani siko na mkono kwenye hiyo vita. Na kama sasa hivi tunavyoona nchini Tanzania, kuna zile cheche za vita ambazo siko hapo. Wana Gen Z na wana Tanzania wameandaa maandamano tarehe 9 Disemba. Ile ukumbuke, haya ni maandamano ya amani. Lakini kunaweza kukatokea watu wengine huko nje wakaingia wakaharibu ile maandamano, ikawa tena si maandamano ya amani tena, ni maandamano ya kumwaga damu, ni maandamano ya vita. Ndio maana mimi nakuambia bado Tanzania kuna shida. We need to be very careful. Popote pale mahali upo, unafaa kuangalia uone kama uko mahali pako safe. Because this life, hii maisha tunaishi tu once. Tujaribu kuwa waangalifu. Na jeshi la polisi, kwanza na washukuru, maana mmefanya kitu kizuri sana kukamata mtu kama huyu. Hata kama ni mwanajeshi wa Marekani, lazima awe anajulikana anaingia hapo kwa sababu gani, na kama kuna silaha kama hizi ni kwa nini awe na silaha kama hizi akiingia nazo kwenye taifa la Tanzania. Tena hili taifa limekuwa na migogoro na bado haijatulia. Tena ulikuwa na habari zingine hapo awali zilikuwa zimesemekana kuwa kuna hawa maharamia wa M23. Ilikuwa imesemekana it's as if wameonekana wakiwa wameingia Tanzania, na walipokuwa wameingia Tanzania walionekana wakiwa na silaha. Chapo haikuthibitishwa na jeshi la polisi, lakini kulikuwa na fununu. So mimi nataka kuangalia hivi, kama wana Tanzania wameandaa maandamano ya amani tarehe 9, halafu kuwe kumeingia mtu mwingine hapo ndani, badala waandamanaji waandamane kwa amani, yeye aenda alete chaos. Unajua shida inaweza ikatokea, waandamanaji wako hapa wanaandamana kwa amani, wanatembea barabarani wakiimba, lakini from in between waandamanaji, kwa mfano tu, mtu arushe bomu kama hiyo, maybe arushe kwenda kituo cha polisi. What will happen? Wana polisi hawatajua kama hawa watu walikuwa wanaandamana, labda kuna genge la majambazi limeingia in between na wao hawajui, ndiye amerusha hiyo bomu. Wanajeshi wakitoka wanaanza kujidefend. Ndio sasa unapata mambo ya mauaji yameweza kutekelezwa. My fellow Tanzanians, ile kitu mimi nawaomba, in case you suspect anybody ambaye akona silaha kama hizi ama silaha yeyote ile, make sure umepiga ripoti na mapema, maana zinaweza zikatumika kuharibu amani tarehe 9 Disemba. Ili maandamano yakawa yanaonekana ni kama ni maandamano ya vita, ni maandamano ya kumwaga damu, ni maandamano yenye hayafai. Ili wa Tanzania walikuwa wamenuia kuwa na maandamano ya amani ili waweze kuitiza haki zao. Anyway, tunashukuru Mungu kwa sababu huyo jamaa ameshikwa na hawezi kuelezea zaidi alikuwa anataka kufanya nini. Na washukuru sana my good people, ninawapenda. Tuendelee tu kuwa hapa ndani ya Amanya Media because I will be updating you, tuweze kujua kama taifa la Tanzania tunaelekea wapi, ni nini tuweze kukifanya, kwa sababu bado Tanzania inatuhusu. Tanzania ni yetu, ni lazima tuilinde. Hata kama tunaitiza haki yetu, lakini kuilinda ni lazima. Hatuwezi kuipomoa, maana ni yetu. Tukiipomoa tutaishi wapi?